Bila shaka umeshawahi kuiona radi. Sasa leo tunakwenda kuangazia radi ni nini na madhara ya radi ni yapi na tunawezaje kujikinga na radi. Kwanza, radi ni umeme wa asili unaotokea angani. Hii hutokea pale mawingu yanapokusanya nguvu ya umeme, halafu ghafla umeme huo unajirudisha kutoka kwenye wingu moja kwenda kwenye wingu jingine hadi kwenda ardhini. Ndipo unaona ule mwanga mkali wa radi. Umeme huu unaozalishwa kwenye mawingu unapokosa uwiano hutafuta njia ya kujisawazisha, ndipo unapoona mwanga mkali wa radi na kusababisha mngurumo. Mwingine anaweza kujiuliza, ni kwa nini mngurumo unakuja baada tu ya radi kutokea? Mwanga wa radi husafiri kwa kasi kubwa sana, lakini sauti ya mngurumo inasafiri polepole zaidi. Mngurumo unaotokea baada ya radi kupiga ni sauti inayotokana na hewa kupanuka kwa nguvu baada ya radi kupita. Sasa umeme huu wa radi unapotokea, mawingu hutawanyika, ndipo mngurumo hutokea. Na cha hatari hapa ni ule mwanga unaotokea ambao ndio umeme wenyewe na wala sio mngurumo unaotokea baada ya radi kupiga. Yapi ni madhara ya radi sasa? Radi ina uwezo wa kuua binadamu au mnyama yoyote au kiumbe chochote papo hapo. Lakini pia radi inaweza kusababisha moto kutokea kwa sababu ule ni umeme. Lakini pia inaweza kuharibu vifaa vya umeme, iwe ni majumbani au sehemu yoyote, hata kama ni kwenye nguzo. Kwa kifupi, mngurumo hauna madhara ya moja kwa moja, ni sauti tu. Sasa utatambuaje kama radi iko karibu? Wanasema ukiona tu mwanga wa radi, hesabu mpaka 3 kwa mwendo wa sekunde. Utakaposikia tu mngurumo umepiga, ujue radi iko karibu. Lakini ukiona umefika mpaka 3, 4, 5 lakini bado mngurumo haujapiga, basi ujue radi hiyo iko mbali. Pengine inaweza isiwe na madhara ya moja kwa moja. Sasa unawezaje kujikinga na radi? Kwanza, kimbilia ndani haraka, sehemu ambayo ni salama zaidi. Lakini pili, usisimame chini ya mti kwa sababu mti una tabia ya kuvuta radi. Lakini pia epuka maeneo ya uwazi kama uwanjani, shambani au juu ya mlima. Lakini pia kama uko sehemu yenye maji, epuka kwa sababu maji yanapitisha umeme na radi huzalisha umeme. Usitumie simu iliyounganishwa na waya, yani landline. Epuka kushika vifaa vya umeme vilivyochomekwa kwenye socket moja kwa moja kwa sababu radi inaweza kusafiri kupitia nyaya. Epuka kuoga au kutumia bomba wakati radi inapiga. Subiri radi hadi itulie ndipo utumie hivyo ambavyo nimekwambia. Wanasayansi wanasema pia kama wewe ni mrefu ukiwa na mtu mfupi, wewe mrefu ndiye ambaye uko kwenye hatari zaidi ya kudhurika na radi kuliko mtu mfupi. Wakati mwingine wewe unaweza ukajikinga na mwamvuli wakati wa mvua, mwenzako asiwe na mwamvuli. Wewe mwenye mwamvuli ukapigwa na radi, lakini huyu ambaye hana mwamvuli akawa salama kabisa, kwa sababu wewe mwenye mwamvuli umeongezeka urefu kidogo, ndio maana ukadhurika haraka kuliko huyu ambaye hana mwamvuli. Ukitaka kujua kwamba urefu hauna faida, ni wakati wa radi. Na imani leo umepata kitu. Mimi ni Adili Konstantino, sina la ziada kwa leo.